Uislamu ukitazama ibada, mafunzo ya ibada tunaozifanya tuliofundishwa ni mafunzo yako wazi, yanakubalika kisheria, kiakili, kimaumbile ya mwanadamu. Ukitazama miamala mbalimbali ya nikah, ya ndoa, miamala ya biashara, utauona Uislamu ni dini iliyokuwa kamili kabisa. Mafunzo yake ni mafunzo bora, mazuri, hayana mfano. Tizama kwenye ndoa, namna sisi tulivyofundishwa jambo la ndoa, kuoa. Mfano, kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Dini yetu imetufundisha hivyo. Jambo hili laendana, chilia mbali sheria yenyewe, akili ya mwanadamu, maumbile ya mwanadamu, mwanaume kuoa zaidi ya mke mmoja. Wale ambao wana mmoja tena kwa uhai na kifo wanatatizika sana na jambo hili. Maumbile yao yakinzana na utaratibu wa dini yao. Ndio maana maeneo walojikita watu hao wa mke mmoja kwa uhai, kwa maisha na kifo, ni maeneo yanaongoza kwa takwimu ya juu kabisa ya ukimwi. Yawezekana mtu ana mke mmoja katika dini yake, lakini ana vimada 11. Halafu wakawazuga Waislamu kwamba ndoa zaidi ya mke mmoja ina matatizo mingi, ndoa za mitaala zikafundishwa maskuli, ni sababu ya kuenea kwa ukimwi. Lakini tukitazama maeneo ya watu ambao wana mafunzo hayo ya mke zaidi ya mmoja, takwimu ya ukimwi au asilimia ya watu wenye ukimwi ni ndogo, yawezekana chini ya 0. Mifano katika nikah